Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimetoa wito kwa umma wa Tanzania kuwa endapo kuna watu wenye taarifa za matukio ya uvunjwaji wa haki za binadamu au wenye uhitaji wa msaada wa kisheria wawasiliane na ofisi hiyo kwa ajili ya uchukuaji wa hatua mbalimbali za kisheria. Rais wa TLS wakili Boniface Mwabukusi ameieleza Jambo TV leo Jumatano Novemba 5, 2025 kwamba uwepo wa tangazo hilo ni sehemu ya utekelezaji wa jukumu la TLS la ulinzi wa haki za raia, haki za binadamu na kuhakikisha utawala wa sheria unatekelezwa nchini. Amesema hivi karibuni kumekuwepo na mashambulio dhidi ya raia wasiokuwa na hatia yaliyopelekea vifo na majeruhi, sambamba na watu kutoonekana kabla, wakati na baada ya uchaguzi, huku ikionyesha wazi kuwa hakuna mtu aliye tayari kuwajibika kuhusiana na matukio hayo yanayochochea chuki miongoni mwa Watanzania na kuondoa ustawi wa taifa. Wakili Mwabukusi amesema taasisi hiyo ni wakala wa haki iliyoko kisheria, hivyo ni wajibu wao kuhakikisha ulinzi wa haki za raia, utawala wa sheria na katiba unaimarika nchini. Alipoulizwa kama ukusanyaji wao wa taarifa na uchunguzi hawaoni kama watakuwa wanaingilia majukumu ya vyombo vya ulinzi na usalama nchini ikiwemo jeshi la polisi, wakili Mwabukusi amesema wao hawaingilii majukumu ya mtu au taasisi yoyote, isipokuwa wao kama TLS pia wanalo wajibu wa msingi wa kutafuta au kupata maelezo kama taasisi ya kitaaluma. Ameendelea kusisitiza kuwa TLS ina uwezo wa kuchunguza au kutafuta ukweli wa jambo lolote na kufungua mashtaka mahakamani pale inapobidi. Asante. Sasa nimekupigia kwa ajili ya hili chapisho lenu. Ndio. La hili tangazo kwa umma ambako mmewatangazia kwamba kuna mtu ana taarifa ya uvunjwaji sijui haki za binadamu na nini. Nilitaka pengine tupate angalau ufafanuzi wenu kama taasisi. Nini ambacho hasa mmekiona na mnalenga nini kwenye hili? Sisi kama taasisi, moja ya wajibu wetu ni kulinda haki za raia pamoja na haki za binadamu na utawala wa sheria. Kumekuwa na shambulio, watu kutokuonekana, matumizi ya risasi kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kumekuwa na kauli za kutokuwajibika, yani hatuoni mtu yoyote anayewajibika kuthibitisha, wengine wakituambia hakuna waliouawa ni wageni. Na kumekuwa na malalamiko kwamba watu walikuwa wakivamiwa majumbani. Sio tu kumekuwa ni malalamiko, na sisi tumeshuhudia baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ili tupate backup za kisheria kama TLS, ili tuweze kujua ni hatua gani zichukuliwe, lazima twende kwenye jamii ya wahusika na tuweze kupata informations, kwa sababu hizo information ndizo tutakazozichakata ili tuweze kujua ni hatua gani stahiki au ushauri gani tutoe na kwa mamlaka ipi kuhusu kile tunachohisi hakikufanyika kwa namna inayostahili. Ndio sababu kubwa ya tangazo hilo, kwa sababu sisi kama TLS ni custodian wa justice, tuko kisheria, tunatakiwa kulinda haki za raia, utawala wa sheria pamoja na katiba, constitutionalism. Kwa mantikio ni kama mna mashaka na taarifa za mamlaka husika ambazo zimetolewa nyinyi kama TLS, kwa sababu unazungumzia kuhusu ripoti ya kiusalama ya jeshi la polisi kwamba kuna watu ambao wamehusika kufanya maandamano ambao sio raia, na wao wanaonekana ni kama Sikiliza kaka. Hii ni koti hivi. Sisi hatuongozwi na polisi. Sisi tuna taaluma na sisi tuna namna yetu ya kupata maelezo. Kama wao polisi wana maelezo yao wayaandae, sisi tutakuja na maelezo yetu. Kwa hiyo sisi hapa hatuko kupingana na polisi wala kujibu polisi. Kwa hiyo kikubwa sisi tunachosema ni kwamba hatuko hapa kufanya maigizo. Wananchi maisha yamepotea. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusikiliza lolote kutoka polisi. Tutachunguza kwa namna zetu, mipaka yetu na utaratibu wetu wa kisheria ili kujua ukweli ni upi. Lakini sisi hatufungwi wala kufuata utaratibu za polisi, kwa sababu sisi tuna uwezo wa kuchunguza, kutafuta ukweli na kufungua mashtaka mahakamani. Tunao huo uwezo. Kwa hiyo kwa mantikio maana yake tamati yake ya uchunguzi wenu mnakusudia kufungua mashtaka mahakamani, na kama mtafungua ni dhidi ya nani? Sio kufungua mashtaka mahakamani, kuchukua hatua stahiki, lakini makosa yote yaliyofanya yana viashiria vyote vya kimbari. Sio makosa yanayoweza kusikilizwa na mahakama za ndani. Kwa maana mnataka kukimbilia kwenye mahakama za nje? Hapana, sisi tumesema kwanza, sasa hivi hatuwezi kufikia huko. Sasa hivi tumesema
tunaomba mtusaidie kuwaambia wananchi tufanye kazi, tupeleke taarifa, TLS wachakate, alafu let's not count the chicks before they hatch. Tuache vifaranga mayai yatotolewe ndio tuhesabu vifaranga. Umesema kwamba na nyinyi wenyewe mmeona taarifa, mmeona kupitia mitandao au tayari mlishaianza kazi hiyo mapema? Kuhusu nini? Kuhusu hili haya ambayo watu ambao umesema wengine wameuawa kwenye nyumba zao na nini. Wewe hujaona? Nataka kujua kuhusu nyinyi vyanzo vyenu. Wewe hujaona? Kwa hiyo maana yake mnarejelea hizi taarifa ambazo zilikopo kwenye mitandao ya kijamii? Sio kurejelea. Sisi ni witness. Kuna baadhi ya mambo tumeyaona lakini hatuko maeneo yote. Tumedokumenti yale tuliyoyaona kwa macho. Kuna mengine hatuko maeneo yote. Kwa hiyo tunahitaji haki za Watanzania hawa sehemu zote ziwakilishwe kikamilifu. Wito wako kwa Watanzania kwa sasa ni upi, kwa sababu kumekuwa kama wameparalyze hivi na hichi ambacho kinaendelea kwa sasa? Mimi nawaambia Watanzania walete ushahidi. Uliofanyika ni uhalifu dhidi ya binadamu, hatutakiwi kuogopa muhalifu. Tusiogope cheo, jina au mamlaka ya mtu yeyote. Muhalifu ni muhalifu. Tushughulike kisheria. Zipo sheria za kimataifa zinazoweza kuhakikisha na kutoa haki kwa watu. Kwa hiyo ndio wajibu wa taasisi kama za kwetu kuambia wananchi watupe ushahidi, watupe vielelezo. Tumieni fursa za kisheria kuwajibisha na kukata pembe za wahalifu.